Karibu katika simulizi ya maisha ya Official Zungu, mtangazaji ambaye ameweza kupata jina kubwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Alipotoka, wapi, alipozaliwa, na njoo tutazame simulizi hii. Itaenda kutuambia kuhusu maisha ya Official Zungu, mtangazaji ambaye amekuwa bora wa muda wote, mwenye chaneli ambaye anemiliki katika mtandao wa YouTube. Channel inafanya vizuri katika uchambuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia siasa za kimataifa na ndani ya Tanzania. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii ni channel yetu ya Usiku TV kwa ajili ya kukuletea simulizi, hadithi, makala na historia za watu mashuhuri katika muktadha wa siasa, watu na viongozi wa nchi. Mwanzo hadi ni mwisho, ungana nami nikakusimulia simulizi hii ambayo itaenda kufundisha mambo mengi, ukakamavu wa mafanikio. Wapi alipotoka chini, alipodondoka ni wapi, na aliponyanyuka ni wapi, na nini kiliendelea baada ya yeye kudondoka. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Asante kama umekwisha kusubscribe. Simulizi ya maisha ya Official Zungu. Alizaliwa katika dunia ambayo haikuwa rahisi kumkubali. Tangu siku za mwanzo za maisha yake, Zungu alijifunza mapema kwa mtofauti, baraka na changamoto kwa wakati mmoja. Rangi yake ya ngozi, muonekano wake ni sauti yake vilimfanya onekane mara moja popote alipokwenda. Na hilo lilikuwa somo la kwanza la maisha. Huwezi kujificha ulivyo. Utoto wake hakukuwa na makeke, hakukulia katika maisha ya kifahari. Alikuwa akitazama dunia kwa macho dadisi. Kwa mara nyingi akiwa kimya, akisikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Alijifunza mapema jinsi jamii inavyoweza kuwa na akili kwa kile isichokielewa. Lakini badala ya kuvunjika moyo, alijengea uwezo mkubwa ndani ya ukimya wake. Alikuwepo na ndoto yenye ilikuwa ikipaza sauti ndani ya moyo wake, ndoto ikizungumza, ikisikika na kueleweka. Elimu na kujitambua. Shuleni hakukumbuka kwa makeke kivile, bali kwa uthubutu na mawazo. Alivutiwa na masuala ya habari, mawasiliano na jinsi ujumbe unavyoweza kubadilisha mtazamo wa watu. Hakuja bado angeishia mbele ya kamera na kupaza sauti, lakini alijua kitu kimoja tu: sauti ina nguvu kuliko misuli. Kadri alivyokuwa ndivyo alivyogundua kuwa elimu darasani pekee. Alijifunza kwa kuangalia, kusikiliza redio, kufuatilia vyombo vya habari na baadaye mitandao ya kijamii. Safari ya vyombo vya habari. Hatua ya kuingia kwenye ulimwengu wa uwasilishaji haikuwa laini. Kukulia na mashaka, kejeli na wakati mwingine kicheko cha chini kwa chini. Lakini Zungu alifanya kile ambacho wachache uthubutu kufanya ili aendelee. Akiwa mbele ya kipaza sauti au kamera, alijenga taswira ya mtu asiogopa kuuliza, asiogopa kusimama na asiogopa kuwa yeye. Mtindo wake ulikuwa wa moja kwa moja, wakati mwingine mkali, lakini mara zote mwenye ujumbe. Mara nyingi amenukuliwa akisema kwa mtazamo wake, kama unataka kukubalika na kila mtu, basi huna ujumbe, alisema Official Zungu. Kauli hii ikawa falsafa ya kazi yake. Umaarufu na athari zake zikoje? Kupitia mitandao ya kijamii, jina Official Zungu likawa zaidi ya jina, likawa chapa. Alizungumzia burudani, jamii, matukio na wakati mwingine masuala nyeti ambayo wengine waliogopa kuyagusa. Umaarufu haukumharibu, ulimkumbusha alikotoka. Kila mfuasi mpya ulikuwa ni ushuhuda kwamba tofauti inaweza kuwa daraja, si ukuta. Falsafa ya maisha. Katika mahojiano ya kubuniwa ya simulizi hii, Zungu anasemekana pia akisema, sikuchagua kuwa tofauti, lakini chagua kujitofautisha, alisema Official Zungu. Maisha yanahitaji ueleweke na wote, yanahitaji uwe wa kweli, alisema Official Zungu. Hadithi ya leo, safari yake bado hajafika mwisho, bado anajifunza, bado anakuwa, bado anabadilika, lakini jambo moja ni la hakika: aligeuza kile kilichoonekana kama udhaifu kuwa nguvu. Ingawa tarehe yake ya kuzaliwa, ni wapi alipokulia havijawekwa wazi, lakini simulizi hii bado tunaendelea kina katika vyanzo mbalimbali ili tuweze kukuletea pale pindi siku tutazidi kuboreshea zaidi. Official Zungu amekuwa akijiita a boy from Matejo huko Arusha, ndipo
alipoishi kwa muda mrefu sana, ingawa taarifa zake za kuzaliwa kwake na kukulia bado hazijapatikana kama ni kweli ni Arusha au la. Lakini endelea kufuatilia channel yetu ya Usiku TV ili uweze kupata update nyingi kila wakati na kila muda. Asante. Mimi ni Alexander Scott Rizzi.